vipi mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Top 5 Dzaleka, hatimaye tunaendelea kuzungumza nao wakaaji wa Kongomani walio huku kambini Dzaleka, wakionyesha hali ya kusherekea kuhusu kufa au kilio cha ndugu yetu, kaka yetu msanii nguli wa muziki hapo DRC Uvira na maeneo mengine ambayo alikuwa anakamba na kusikika. Na hapa tuko naye kaka yetu ambaye naye anaonyesha kwamba huwa na huzuni wa kile ambacho kimekwenda kutokea kama Wakongomani. Jambo kaka. Habari ya uzima? Salama. Sijui tuseme pole au kusema pole tu, kwa maana tumepoteza mtu mkubwa sana. Ndio. Mnakikia mbele mfanyia vitu vya maajabu. Kweli kabisa. Lakini tena tukashukuru Mungu kwa maana kifo sio tu tukapita njia. Hakuna mataishi duniani hapa miaka na milele. Ndio. Na maisha mwangika haiwezi kuzoleka. Tumekamata kisi imetokea. Asante. Tukufahamu kwanza, unafahamika kama nani? Mimi nafahamika kwa jina ya Baba Kidia. Baba Kidia. Unajishughulisha na nini, muziki au uko? Mimi niko manake najishughulisha na kazi za mikono. Okay. Lakini kuvizo mashabiki na unafuatilia muziki sana muziki. Okay. Mr. Gavi, kama ndugu yetu ambaye ametuacha huko DRC, mmefahamiana naye namna gani au kwa kufuatilia tu muziki? Depuis zamani 2006. Vitu ya muziki kuanzia Mwenge Uvira nilikuwa nafuatilia muziki sana. Nilikuwa na marafiki yangu wanapiga muziki mpaka leo, wanaitwa La Terre, liko kwa Uvira. Na wengine wanatumika makazi ya mikono bashaga ya chana hapo, lakini mimi nilikuwa shabiki sana. Okay. Wa muziki hapo kwa Uvira. Okay. Kwa hiyo inaonyesha kwamba wewe ni mfuatiliaji wa muziki sana. Miaka kitambo kabisa, sio leo, miaka kutosha, miaka 10 na. Sawa, tunashukuru sana kwa ajili ya kuweza kuchangia mawili matatu juu ya kuweza kuonesha huzuni ya kile ambacho kimekwenda kutupata. Na unahisi kwamba pengo ambalo ameliacha Mr. Gave ni nani ataliziba kwa muda huu kwenye industry ya sanaa? Na kizani wanakuambia mtu kishango kuna watu wengine. Kutoka mwingine na focus na atarudia pale pale kwenye muziki ametoka. Ndio. Hapana sema juu ni mtu mwanaume amefarika tazara mwingine. Tazara tu. Kwa maana tunakata machozi na tunajia tazara tena, hapana. Nikushukuru Mungu kwa kila jambo, kwa maana kweli tuko pitanti. Ndio. Na kizani mwingine atainuka tu atakoma. Tutapata mwingine atakayesabikia kama kawaida. Lakini je, kama mfuatiliaji wa muziki, taarifa za kwamba yeye ndugu yetu ameumwa au amepata matatizo kabla ya kifo chake, je, ziliweza kukuta watu na ukaweza kuzipokea wewe au ni ghafla tu uliweza kupokea taarifa za kifo chake? Ile kweli nimepokea kwa ghafla. Na sikuwa nawaza kama ameumwa. Tukajua tu ipo tu kama ni mshtuko wa roho, ile ndio sio kwa kati kwa ile, lakini tumejua tu kama amekufa ghafla, ndio kifo kani kimemuondoa vile katika dunia hii. Mr. Gavi ni msanii na hapa kambini tuna wasanii vijana wengine nao wanajituma na wanapambana. Je, tuna kipaji ambacho nacho kinaweza kikafikie kama level za Mr. Gavi hapa kambini Dzaleka? Wanakwambia mtu kufanya kila kitu kwa juhudi yake na kumpatia bidii. Hakuna mtu anazaliwa na kipaji. Kila mtu anafocus kwa kazi anaelewa. Wanao utasema kwa journalist, unasema mimi kwa journalist niko focus ile kazi kunafanya. Na yeye na mwingine atatoka pale pale atafocus. Kila mtu ana lengo lake na yako nawaza maisha yake. Atujui una neno gani kwa watazamaji na wasikilizaji wa muziki kwa hiki ambacho kimetupata kama Wakongomani, kuanza huko DRC na hapa? Basi kwanza DRC na hapa Malawi tunapatia wazazi ya familia hapo. Kwa maana kweli maisha mwanikazi kazoleka na sisi wote tumwombe tu Mungu amlaze mahali pema. Kwa hiyo kuna ingine kaza kuongeza kwa pembeni ile hapa, na Mungu tusaidie tu amlaze mahali pema. Asante sana, tunashukuru sana. Ili Top 5 endelea kufuatilia kwa taarifa nyingi zaidi ili uendelee kupata mengi. Asante.